Hadithi ya mapenzi, mioyo miwili katika mvua ya Dare. Kulikuwa na jiji moja lenye kelele zisizokoma, magari yakipishana kama mawimbi ya bahari na watu wakikimbizana na maisha yao kama kila sekunde ilikuwa deni. Jiji hilo lilikuwa Dar es Salaam. Ndani ya jiji hilo, kulikuwa na watu wengi waliopoteza matumaini, lakini pia kulikuwa na wengine waliokuwa bado wanaamini kwamba mapenzi ya kweli hayajafa. Miongoni mwao alikuwepo kijana mmoja aitwaye Juma, mrefu kiasi, mwenye macho ya huzuni ambayo yalionekana kama yameona mengi zaidi ya umri wake. Juma alikuwa fundi simu katika Kariakoo, lakini ndani ya moyo wake alibeba ndoto kubwa kuliko maisha yake ya sasa. Aliamini siku moja maisha yake yangebadilika, ingawa hakujua lini. Kwa upande mwingine kulikuwa na msichana aitwaye Asha, mrembo mwenye tabasamu la aibu lakini la kuvutia. Asha alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, akisomea uandishi wa habari. Alipenda kuandika hadithi za maisha ya watu, lakini hakuwahi kufikiria kwamba siku moja yeye mwenyewe angekuwa sehemu ya hadithi kubwa kuliko zote. Siku moja mvua kubwa ilishuka Dar es Salaam kama vile mbingu zilikuwa zikilia. Watu walikimbia kila upande wakitafuta makazi. Juma alikuwa akirekebisha simu ya mteja alipogundua kwamba mvua ilikuwa kubwa mno kurudi nyumbani kwa miguu. Alisimama chini ya kibanda kidogo cha barabarani. Dakika chache baadaye, msichana alikimbia kwa haraka, akiwa ameshika begi lake juu ya kichwa. Aliteleza kidogo kwenye barabara yenye maji na karibu aanguke, lakini Juma alimkimbilia na kumshika. "Pole sana," alisema Juma kwa sauti ya upole. Asha alimtazama macho yake kwa sekunde chache. Kulikuwa na kitu cha ajabu kilichopitia kati yao, kitu ambacho hakikuhitaji maneno. "Asante, ningekuwa nimeumia," Asha alisema huku akitabasamu kwa aibu. Mvua iliendelea kunyesha na hakuna kati yao aliyekuwa na sababu ya kuondoka haraka. Walibaki chini ya kibanda hicho kidogo wakizungumza. "Unasoma au unafanya kazi?" Juma aliuliza. "Ninasoma uandishi wa habari," Asha alijibu. "Napenda kuandika maisha ya watu. Kila mtu ana hadithi yake." Juma alicheka kidogo. "Na mimi sina hadithi ya kuvutia." Asha alitikisa kichwa. "Hiyo si kweli. Kila mtu ana hadithi. Wengine hawajapata mtu wa kuisikiliza tu." Maneno hayo yalimgusa Juma kuliko alivyotarajia. Mvua ilipungua polepole, lakini wawili hao hawakuona sababu ya kuondoka haraka. Walibadilishana namba za simu, ingawa wote walijua kwamba mara nyingi mawasiliano ya bahati hukufa kabla ya kuchanua. Lakini haikuwa hivyo kwao. Siku zilipita, Juma na Asha walianza kuzungumza kila siku. Wakati mwingine kwa ujumbe mfupi, wakati mwingine kwa simu ndefu zilizodumu hadi usiku wa manane. Walijikuta wakicheka pamoja, wakishirikiana ndoto zao, na polepole mioyo yao ilianza kuvutwa kwa nguvu isiyoelezeka. Juma alianza kuona maisha yake kwa njia mpya. Kila alipokuwa akitengeneza simu, alikuwa akifikiria sauti ya Asha. Kila alipokuwa akitembea Kariakoo yenye pilikapilika, alikuwa akiwaza tabasamu lake. Asha naye alianza kubadilika. Alipokuwa akiandika makala zake chuo, mara nyingi alijikuta akiingiza hisia za Juma bila kujua. Alianza kuandika kwa hisia zaidi, kana kwamba moyo wake ulikuwa umeamka kutoka usingizi mrefu. Lakini mapenzi, kama mvua, hayakuja bila changamoto. Siku moja Asha alipewa nafasi ya kwenda kufanya mafunzo ya kazi Nairobi kwa miezi 6. Ilikuwa ndoto yake kubwa. Lakini pia ilikuwa changamoto kubwa kwa moyo wake. Usiku huo alimwambia Juma, "Juma, nimeshinda nafasi ya kwenda Kenya." Kimya kilitawala upande wa pili wa simu. Juma hakusema kitu kwa muda. "Ni jambo kubwa sana," alisema hatimaye, sauti yake ikiwa ya utulivu lakini yenye uzito. Lakini Asha alisita. "Nitakuwa mbali." Juma alitabasamu ingawa hakumuona. Umbali hauui hisia. Lakini wakati mwingine hujaribu moyo. Maneno hayo yalimuumiza Asha kidogo. "Unamaanisha nini?" "Namaanisha maisha yako yanaenda mbele. Usikate ndoto zako kwa ajili yangu."
Asha alilia usiku huo. Alijua Juma yuko sahihi, lakini moyo wake haukukubali kirahisi. Siku ya kuondoka ilifika. Juma alikwenda kumlaki uwanja wa ndege. Walipokutana, hakuna aliyekuwa na maneno mengi. Walikumbatiana kwa muda mrefu kuliko kawaida, kana kwamba walijaribu kuzuia muda usiendelee. Nitakurudia, Asha alinong'ona. Na nitakuwa hapa, Juma alijibu. Ndege ilipopaa, Juma alibaki akitazama angani kwa muda mrefu. Kwa mara ya kwanza alihisi kitu cha kipekee, hofu ya kumpoteza mtu aliyemaanisha zaidi kuliko alivyotarajia. Miezi ilianza kusonga. Asha akiwa Nairobi alifanikiwa sana. Alipata mafunzo mazuri, alikutana na watu muhimu, na hata alipewa nafasi ya kufanya kazi kwenye kituo cha habari. Lakini kila mafanikio yalikuwa na kivuli cha Juma nyuma yake. Walikuwa bado wanawasiliana, lakini si kama mwanzo. Wakati mwingine Juma alikuwa na kazi nyingi, wakati mwingine Asha alikuwa na shughuli nyingi. Polepole, mapengo madogo yakaanza kuonekana. Siku moja Asha alikutana na kijana mwingine chuo cha mafunzo, aitwaye Daniel. Alikuwa mcheshi, mwenye pesa na aliyempa msaada kazini. Alianza kumvutia kwa njia ya kirafiki kwanza, kisha polepole hisia zikaanza kuchanganyika. Asha alijikuta akiwa na wakati mgumu. Alimkumbuka Juma kila wakati, lakini Daniel alikuwa karibu naye kimwili, akimsaidia kila siku. Juma naye Dar es Salaam alianza kuhisi mabadiliko. Majibu ya Asha yalichelewa, simu zilipungua. Hakujua kama ni umbali au kitu kingine. Usiku mmoja alimuuliza moja kwa moja, Asha, bado niko kwenye moyo wako? Kimya kilichofuata kilikuwa kizito. Juma, najua hii ni ngumu. Nina shukrani kubwa kwako. Lakini maisha yangu yamebadilika. Maneno hayo hayakumaliza sentensi, lakini yalieleweka. Juma alikaa kimya kwa muda mrefu. Nimekuelewa. Na akakata simu. Usiku huo, mvua ilinyesha tena Dar es Salaam. Juma alisimama dirishani, akitazama matone yakigonga kioo kama kumbukumbu zikivunjika. Lakini mapenzi ya kweli hayakufa kirahisi. Miezi miwili baadaye, Asha alirudi Tanzania kwa likizo fupi. Alipofika Dar es Salaam, alihisi mchanganyiko wa furaha na huzuni. Alimkumbuka Juma kila kona ya jiji. Alimtafuta. Alipofika Kariakoo, alimuulizia. Watu walimwambia Juma alihama eneo hilo. Alikuwa ameenda kufanya kazi nyingine maeneo ya Temeke. Asha alijisikia vibaya. Alikuwa na hisia kwamba amepoteza kitu muhimu. Lakini hatima haikuwa imekamilika. Siku moja akiwa akitembea kwenye kituo cha daladala, mvua ilianza kunyesha tena. Watu walikimbia, lakini Asha alisimama. Alikumbuka siku ya kwanza alikutana na Juma. Na ghafla alisikia sauti nyuma yake. Bado unapenda kusimama kwenye mvua? Aligeuka haraka. Juma alisimama pale, akiwa ameshika kifaa cha simu mkononi, macho yake yakiwa na mchanganyiko wa mshangao na furaha iliyojificha. Asha, Kimya kilichofuata kilikuwa tofauti na vingine vyote. Kilikuwa cha uponyaji. Nilifikiri, Asha alianza, lakini akashindwa kumaliza. Nimekuwa nikikufikiria kila siku, Juma alisema kwa sauti ya chini. Lakini nilijifunza kwamba mapenzi si kumshikilia mtu. Ni kumwacha aende kama anaweza kurudi. Asha alitokwa na machozi. Nilipotea, alisema. Lakini sikuwahi kukuacha kabisa. Juma alitembea karibu naye. Basi turudi mwanzo, lakini tukiwa watu waliobadilika. Mvua iliendelea kunyesha. Lakini wakati huu hawakukimbia. Walibaki pale pale, katikati ya jiji, katikati ya maisha, katikati ya mvua. Na mara hii, mioyo yao haikugawanyika tena. Ilikuwa imejifunza kustahimili, kusubiri, na kuamini kwamba mapenzi ya kweli, hata yakipitia umbali, maumivu na muda, huweza kurudi pale yalipoanzia. Na wakati mvua ilipokoma, Dar es Salaam ilionekana tofauti kwao. Sio tena jiji la kelele tu.
Ilikuwa jiji la mwanzo wa upendo wao wa pili ambao labda ulikuwa wa kweli zaidi kuliko wa kwanza.